Kimsingi ninazisikia kwako kabisa, kwa sababu ni taarifa kwangu ni mpya, ingawaje taarifa za pengine kufikiria kupata aidha mwalimu msaidizi au mwalimu mwingine ambaye atakuja kusaidiana na mwalimu aliyopo nilishazisikia, lakini hazikuwa katika ukubwa huo. Lakini kwa maana ya jina la Pantevu, hiyo ninaisikia kutoka kwako, labda mimi nifuatilie, sababu pengine nilikuwa niko nje kidogo ya mji kutokana na majukumu mengine nizipata, lakini kwa sababu ndio umeniambia hapa nitalifanyia kazi. Nafikiri mpaka jioni nitakuwa na majibu yaliyokamilika. Kwa kiwalisia, lakini Yanga wana mpango wa kuongeza mtu kwenye benchi la ufundi. Of course hizo nilizipata, ni kama kuna vitu bado ambavyo havijakaa sawa, na nategemea pengine waweze kuongeza mtu ambaye atakuja kufanya kitu, kwa sababu ukiangalia tokea ameondoka yule kocha msaidizi ambaye alitibikia kule China, ni kama timu kama ilikuwa imeflop hivyo kwa mawazo ya watu mbalimbali, kama timu imeshindwa kucheza, inashindwa kuwa na intensity hali ya juu, kama timu bado haijakaa sawa, kwa sababu kuna kipindi kama ilikuwa imejipata. Kwa hiyo likawa linazungumzika hilo na watu kujaribu kufikiri. Kuna wengine walikuwa wanafikiri pengine yule Moalin ambaye alikuwa ni kocha wa Azam KMC pengine aweze kupatikana kuja kumsaidia mwalimu, lakini wengine wakaenda mbali, mwalimu tena yule Filipe aweze kuangalia kule alipo. Kwa hiyo ilikuwa watu wanajaribu kutoa mawazo, ingaje kimsingi hayakuwa mawazo ambayo yamefika kwenye management kwa maana ya Excom na kuweza kuamua, lakini pamonekana kuna changamoto kwenye benchi la ufundi ambayo lazima iweze kufanywa kazi kwa haraka, na kuzingatia kwamba msimu ndio hivyo unazidi kuwa na kasi. Unaweza kuona hapa kuna mechi nyingine nyingi zinakuja, almost mechi 5 ndani siku kadhaa. Kwa hiyo lazima waweze kuyafanyia kazi yote kwa wakati kwa haraka, pengine kuendana na mazingira yaliyopo. Kwa mabadiliko hayo moja kwa moja inaweza pia yakamlenga kocha mkuu Pedro Amala. Alikuzungumzika hivyo, kwa mimi nilivyosikia ni kwamba tu ilikuwa ni kumuongezea nguvu. Alikuwa swala pengine la kuweza kumuondoa, ilikuwa ni swala la kuweza kumuongezea nguvu kwamba apate msaidizi ambaye anaweza kuisaidia timu kuweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo halikuwa jambo la pengine kutaka kumuondoa mwalimu, hapana. Kwa hiyo wanaamini kwamba yule kocha ambaye ametumkia nchini China akiwa kocha msaidizi Young Africans huenda kwamba ameenda akiwa na kitu kikubwa pale Young Africans. Yes, of course wengi wameangalia hiyo difference, kwa sababu baada ya kuondoka ndio changamoto zikaanza kuonekana kama waza moja kwa moja. Kwa hiyo lazima katika hali ya kawaida tu utafikiria hivyo, sababu baada ya kuwepo yule mwalimu Filipe timu ilikuwa kama imeanza kuwa strong, ilikuwa na nguvu, ilikuwa vizuri, lakini baada ya tu kuondoka ndipo ikatokea hizo changamoto. Kwa hiyo lazima utafikiria kwamba miongoni mwa sababu na pia inaweza kuwa ni sababu pia kuweza kuchangia mabadiliko ambayo yanaweza kutokea. Sasa hauoni kana kwamba huenda ikawa shida kubwa kwa kocha mwenyewe mkuu? Kwa nini? Kwa sababu kocha mkuu kuondoka kwa kocha msaidizi, sidhani kana kwamba timu inaweza ikasababisha kupotea ama kutocheza vizuri, kwa sababu mkuu upo. Sasa huyu kocha mkuu wa sasa kuhitaji kama kuongeza mtu mwingine, hauoni kana kwamba huenda pia hata ukocha sasa hastahili pia kuifundisha timu hiyo, kwamba hana uwezo? Na ndio maana linaitwa benchi la ufundi. Benchi la ufundi ni muunganiko wa wataalamu wengi. Wakati mwingine unaweza kuwa na mwalimu mzuri kimbinu, lakini ukawa hauna mwalimu mzuri wa fitness coach. Nadhani ushakushuhudia. Unaweza kuwa na mwalimu mzuri kwenye mbinu, lakini akawa sio mzuri, akawa good instructor kwenye uwanja wa mazoezi. Ushanielewa sijui? Yaani unataka una hata kwenye walimu wa kawaida, mwingine ni profesa, lakini uwezo wake kuweza kudeliver darasani ukawa tofauti na mwalimu wa degree moja. Ushanielewa? Kuna namna ambavyo ya mtu anaweza kudeliver na kutengeneza mapokeo au kueleweka kwa haraka. Kwa hiyo inawezekana ukawa na mwalimu mzuri lakini akawa sio mzuri wa kufanya zile instruction hata kwenye uwanja wa mazoezi na watu wakaweza kumuelewa. Inaweza ikawa sio mzuri kwa maana ya tabia yake, personality, vitu vingine vingi. Kwa hiyo swala la mafanikio ni muunganiko wa vitu vingi ambavyo vinakuwa vimekaa katika timu. Wakati mwingine unaweza kuwa una good coach, una coach mzuri msaidizi, una mwalimu mzuri wa mazoezi, lakini ikawa shida ipo kwenye chakula cha ambacho wanatumia wachezaji. Ukashangaa timu haifanye vizuri. Kuna kipindi nakumbuka kama Arsenal walikuwa wanapata sana injury. Ikaonekana kwamba issue inaanzia kwenye vyakula wanavyotumia wachezaji. Kuna kwenye mtu yani mtu wa nutrition. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo kwenye mpira wa kisasa vinaweza vikapelekea matokeo. Kwa hiyo mkiwa mna benchi la ufundi lazima mfanye analysis, ile evaluation au tathmini ya kina katika maeneo yote na kuweza kuona pengine eneo gani ambalo inaweza kuwa sababu ya kupelekea viwango vishuke au viweze kupanda. Kwa hiyo inaonekana ni kwamba yule mwalimu alikuwa na uwezo mzuri mwepesi wa kuweza kufikisha yale ambayo mwalimu mkuu alikuwa anahitaji, kwa sababu siku zote yale ambayo yanatolewa kiwanjani ni maelekezo mwalimu mkuu akisaidiana kwa msaidizi, ingawa sio lazima kwa msaidizi aweze kusikiliza. Kwa hiyo naamini kwamba
kuna namna tu ya pekee ya instruction ambazo zingeweza kupatikana na kuweza kusaidia katika jambo. Lakini hata wewe mwenyewe ulivyoona, umebaini kwamba Yanga kuna shida pia la kushuka kwa kiwango, si ndio? Of course mimi binafsi nimeweza kuona, kwa sababu ukiangalia viwango vya wachezaji havijaimarika, na si kwamba wametumika kwa muda mrefu. Msimu ndio umeanza almost, ndio mechi 11 utazungumzia mchezo wa kimataifa, lakini ukiangalia wachezaji wengi na viwango vyao vimeshuka kwa haraka sana. Ukiangalia kitu ambacho kinatishia mustakabali wa timu kuweza kwenda kuwania mataji yake, kwa sababu lazima kwenye kila mchezo watu waweze kuimarika na kuweza kuwa na ufanisi ambao utapelekea timu kuweza kupata matokeo. Lakini pale Yanga kuna kocha wa nadhani Malawi ambaye nadhani alikuwa msaidizi wa kocha Romain Folz. Yupo, lakini sidhani kama anatumikia haya majukumu. Nafikiri pengine amekuwa na majukumu mengine, sijafika hapo, lakini nafikiri anaweza kama majukumu mengine ambayo anayafanya. Unajua sio wote ambao wapo kwenye benchi basi wanahusika na moja kwa moja na swala zima la mchezo au la kutrain timu kubwa. Nafikiri baada ya kuondoka yule mwalimu Filipe alikuja kocha mwingine msaidizi ambaye alikuwa ametangazwa pia. Nafikiri yule ndio first coach kwa maana ya assistant coach kwa timu kubwa, na wao wengine wabakia pengine watakuwa majukumu mengine. Lakini ukiangalia kocha Pedro hana rekodi ya kufundisha klabu. Nadhani hii ni mara ya kwanza kwa Young Africans. Hiyo mimi kwangu sio tatizo, kwa sababu unapozungumzia records ya kufundisha kwenye vilabu inawezekana, lakini ndio utakachokiangalia kile ambacho anacho pia. Kwa hiyo kikubwa ni kuangalia kile ambacho anacho na kuweza kukitransform, kwa sababu ukiangalia mpira ni ule ule. Pengine angekuwa ni mwalimu wa gofu ungesema pengine mchezo tofauti, lakini mwalimu wa football alikuwa kwenye football na mpira ni ule ule. Wachezaji ambao wako kwenye national team ndio wao ambao wapo kwenye vilabu, mifumo ndio ile ile. Kwa hiyo ni namna tu kuweza kutransform na kuja kutumikia. Ndio nikasema kwamba wakati mwingine unapokuwa na kocha msaidizi ambaye ana experience zaidi na vilabu, anaweza akasaidia kuweza kuemphasize zile mbinu zako ziweze kueleweka kwa urahisi. Ndio maana lazima upate kocha mkuu mzuri, lakini akiwa na msaidizi ambaye anaweza kuwa rahisi kufikia kile kuweza kutoa maelekezo ambayo watu wanaweza kwenda kuyaelewa. Lakini kiuhalisia kwa jinsi ambavyo walivyotazama Young Africans, wanahitaji wana uharaka wa kupata kocha mwingine pale, yani kwamba awe msaidizi au yeyote pale, si ndio? Mimi nafikiri of course wanahitaji msaidizi, lakini pia ni lazima waweze kuimarisha idara yao ya scouting. Mimi binafsi nikiangalia usajili waliofanya safari hii ni kama haukuwa mzuri sana. Yaani unajua kwamba timu ilikuwa imekusanya nyota wengi. Kwa hiyo tulikuwa tunategemea wakati tunamuona Max akiwa anasukua kupandisha kiwango, basi pale pana backup ambayo inafanya vizuri. Unapomuona pengine Mdathiri akiwa anasukua kupandisha kiwango, basi uwe na backup ambayo inafanya vizuri. The same na wengine walioko. Sasa unapokwenda kuchukua nyota wengine ambao wanakuja wanashindwa kwenda kupandisha viwango vya hao ambao walikuwepo, hiyo ndio inakuwa ni changamoto. So tutegemea kuona leo wakati Duduke Abuya anashindwa kuclick, basi muone Damara akifanya kitu. Wakati Max anashindwa umuone Okela akifanya kitu au Bubu akifanya kitu. Sasa unapoona Max akiwa anacheza katika uwezo wake wa juu wa kawaida, lakini bado Okela na mwingine aweze kufikia, ni jambo ambalo linakwenda kugusa swala zima la usajili. Kwa lazima wahakikishe kwamba wanaimarisha eneo la usajili. Usajili wa kuanzia dirisha kubwa na dirisha dogo bado haujamiti matakwa na kuweza kukidhi mahitaji ya klabu, kwa maana kwenda kuziba ile makipa ambayo yalikuwepo, kwa mtazamo wangu. Na kwa hili wakiendelea hivi basi watarajia kuporomoka. Yaani mpaka sasa tunapozungumza Yanga ameporomoka, lakini ameporomoka ndani ya uwezo wake. Ndio ambacho nilikuwa ninawaelezea watu sasa kwamba yani Yanga alitengeneza yani bebezi yake, standard yake ambayo ilikuwa ni iko far better kuliko timu nyingine zote. Kwa hiyo kuna wakati anakuwa anashuka, lakini wale wa chini hawawezi kumfikia. Mathalan ukiangalia mechi ya juzi ya Simba na Yanga hakuwa kwenye ubora kabisa. Ni mechi ambayo alideserve kushinda, lakini alideserve kuweza kupoteza na Simba kuweza kushinda. Lakini Simba walishinda kupata matokeo kwenye ule mchezo. Kwa hiyo kama utagundua kwamba kama Yanga walikuwa na kiwango kile na bado hawakuweza kufungwa, wawe na kiwango gani ili waweze kufungwa? Kwa hiyo walikuwa wametengeneza gap kubwa la ubora. Ndio nilikuwa nazungumza kwamba kama ungekuwa unachukua percentage, wao walikuwa wamefika kwenye 80% ya ubora, wakati timu nyingine zilikuwa zipo kwenye 30. Kwa hiyo pana gap la 50% katikati. Kwa hiyo Simba anapopandisha kiwango kutoka kwenye 30 kuja kwenye 50, Yanga anashuka kutoka kwenye 80 kuja kwenye 70, bado panakuwa pana gap. Kwa hiyo utamwona Yanga ameshuka, lakini ushukaji wake haumfanyi Simba aliyepanda kuweza kumkaribia, kwa sababu alikuwa na gap kubwa la ubora. Hauoni kana kwamba huenda pia kuongezeka kwa ubora kwa timu pinzani? Sasa ubora wa timu pinzani umeongezeka, unafikia mapungufu ya Yanga, ndio ambacho nilikuwa nakwambia hapa. Unapozungumzia kwamba Simba
kapanda kiwango kwa asilimia ngapi. Kama zingekuwa ni graph, nimekwambia kwamba Simba amepanda kwa 20%. Yaani alikuwa ipo kwenye 30, anapanda kuja kwenye 50. Yanga alikuwa kwenye 80, ameshuka kwa 20%, anakuja kwenye 60. Bado nani bado yuko juu? Bado yuko juu Yanga. Kwa maana kwamba wewe umepandisha mpaka 50, lakini wenzako ameshuka mpaka 60, ukija kuikweti anakuzidi. Kwa hiyo gap lilikuwa ni kubwa sana kati ya Yanga na timu nyingine na ubora. Kwa hiyo hata Yanga anaposhuka anapambana humo hapa katikati. Yanga amepitia kipindi kigumu sana, lakini bado anashinda. Tunaelewa anashinda goli 1-2, goli 2, lakini ukiangalia anapocheza hachezi kama ambavyo timu ilikuwa katika msimu uliopita. Kwa unakuta kwamba ubora ambao alitengeneza bado hajashuka. Kwa hiyo Simba wakiendelea kuimarika na Yanga akashindwa kuchukua bila makusudi, ndio atakuja kuwafikia na pengine kuweza kuwapiga. Kwa sasa bado Yanga ipo juu. Kwa hiyo tutarajie kwenye benchi la ufundi huenda akarudi kocha Melody. Alikuwa ni Moalin. Kocha Moalin. Of course ilikuwa inazungumzika, lakini haikuwa ni final statement. Kwa hiyo aanza kawa yeye au akaja kocha mwingine, lakini walikuwa na hilo jambo la kwa kishaweza kupata mtu ambaye anaweza kaja kuongeza kitu kwa benchi la ufundi. Au Pantevu pia. Hilo ndo nadhani nilifanyia kazi. Okay. Ndio nilisikia kwako, nafikiri ukinipigia kuanzia jioni au kesho asubuhi nitakuwa na majibu sahihi ya hilo. Basi mimi nikushukuru sana kwa ushirikiano wako mzuri kabisa kwenye hili. Nakushukuru pia. Asante sana. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.